Wapendwa, karibu katika tafakari ya neno la Mungu. Leo ni Dominika ya Utatu Mtakatifu, mwaka A wa Kanisa. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Kutoka sura 34 aya 4b hadi ya 6 na aya 8 hadi ya 9. Siku zile asubuhi mapema, Musa aliupanda mlima Sinai kama Bwana alivyomwamuru. Akawa amezichukua mikononi zile mbao mbili za mawe. Bwana akashuka ndani ya wingu, akawa huku pamoja na Musa. Naye akatamka jina lake, Bwana. Hapo Bwana akapita mbele ya Musa, akasema kwa sauti kuu, Ndimi Bwana, Bwana Mungu mwenye huruma na upole, mvumilivu, mwingi wa wema na uaminifu. Musa akafanya haraka, akainama chini akaabudu. Akasema, Bwana, kama kweli nimepata neema machoni pako, na kuomba Bwana wangu, ufuatane nasi. Kweli hawa ni watu wenye shingo ngumu, lakini tusamee makosa yetu na dhambi zetu, utufanye tuwe urithi wako. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Somo la pili linatoka katika waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Wakorintho sura ya 13 aya 11 hadi 14. Ndugu, furahini, kubalini kuratibishwa na kupokea mashauri. Iweni na nia moja, shikeni amani, na Mungu wa upendo na amani atakuwa nanyi. Msalimiane kwa busu takatifu. Watakatifu wote wanawasalimu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Na Injili inatoka katika Injili ya Yohane sura ya 3 aya 16 hadi 18. Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Utukufu kwako, Bwana. Yesu alimwambia Nikodemu, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amwaminie yeye hahukumiwi, asiamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Ndugu mpendwa, katika sherehe ya fumbo la Utatu Mtakatifu, sherehe hii tunaiadhimisha Jumapili baada ya sherehe ya Pentekoste iliyohitimisha kipindi cha Pasaka, na tukarudi katika kipindi cha kawaida cha mwaka wa kiliturujia katika juma la 8. Na sherehe hii ya Utatu Mtakatifu tunaiadhimisha katika juma la 9 la kipindi cha kawaida cha mwaka. Itakumbukwa kuwa tuliishia juma la 7 katika kipindi cha Kwaresma kwa Jumatano ya Majivu, na baadaye Pasaka, na baada ya sherehe ya Pentekoste iliyofunga kipindi cha Pasaka tukaanza wiki ya juma la 8, na Jumapili ya 9 sasa ambayo ni leo tutaadhimisha Jumapili ya Utatu Mtakatifu, na Jumapili ijayo ambayo tutaadhimisha Jumapili ya kusherekea mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Hivyo itakuwa Jumapili ya 10 ya kipindi cha kawaida cha mwaka. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, Jumapili ya 8, ya 9 na ya 10 ambapo ni Jumapili za kipindi cha kawaida cha mwaka kwa mwaka huu wa 2026, hatutatafakari masomo yake, bali Jumapili hizi zimebebwa na sherehe hizi 3 ambao ni sherehe ya Pentekoste, sherehe ya Utatu Mtakatifu na sherehe ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Leo Mama Kanisa anatufundisha kuwa Utatu Mtakatifu ni fumbo la imani, kwamba katika Mungu mmoja kuna nafsi 3 zisizogawanyika katu, yaani
Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Hizi nafsi tatu za Mungu mmoja zote ni sawa katika uasili. Utatu Mtakatifu ni moyo na kiini cha imani yetu ya Kikristo. Ni fumbo asili la imani na maisha ya Kikristo. Ndiyo maana misa na sala zote katika Kanisa Katoliki zinaanza na kumalizika kwa maneno haya: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, ambayo ni namna fupi kabisa ya kumkiri Mungu mmoja katika nafsi tatu. Katika sala hii rahisi hivi, tunakiri kile tunachoamini kwa kirefu katika kanuni ya imani katika sehemu kuu tatu, tukisema: nasadiki kwa Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia. Nasadiki kwa Yesu Kristo, mwana pekee wa Mungu, ameshuka kutoka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu. Nasadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima. Ndugu wapendwa, tafakari yetu ya leo ni mafundisho ya kiteolojia zaidi ya mahubiri. Hata hivyo, tunatakiwa kuelewa Utatu Mtakatifu kama umoja ili kuelekeza maisha yetu katika maongozi ya Utatu Mtakatifu. Wazo hili la Utatu Mtakatifu halikujulikana katika Uyahudi enzi hizo. Mungu alisisitizwa ndani ya Agano la Kale kama mmoja bila nafsi tatu. Hebu tujaribu kupitia baadhi ya maandiko matakatifu kwa Agano la Kale. Mungu kama nafsi moja ndani ya Agano la Kale. Mungu hakueleweka kama Mungu Baba bali kama Mungu, yaani Yawe. Jina la Yesu halikujulikana hadi pale ilipofika wakati wa Agano Jipya. Roho Mtakatifu alieleweka kama Roho wa Mungu. Kiuhalisia, kuna sehemu tatu tu ndani ya Agano la Kale neno Roho Mtakatifu limetajwa. Rejea Zaburi ya 51 aya 11 na kitabu cha Isaya sura ya 63 aya 10 na kitabu pia cha Isaya sura ya 63 aya 11. Hata hivyo, Roho Mtakatifu hakueleweka kuwa Mungu bali Roho wa Mungu. Mungu anaonekana kuwa mmoja kama kifungu kifuatacho kinavyosisitiza, na nukuu: sikia e Israeli, Bwana Mungu wetu ni mmoja. Kitabu cha Torati sura ya 6 aya 4. Licha ya kwamba Mungu hakueleweka kama nafsi tatu ndani ya Mungu mmoja ndani ya Agano la Kale, wazo la Mungu kama muunganiko wa nafsi linaonekana katika kitabu cha Mwanzo. Kwa hiyo Mungu baada ya kuumba kila kitu alisema, tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, atawale samaki wa baharini, ndege wa angani, wanyama wa kufugwa, dunia yote na viumbe vyote vitambaavyo. Mwanzo sura ya 1 aya 26. Sasa tujiulize, Mungu anajielekeza kwa nani anaposema sisi, wakati aliposema na tumfanye mtu kwa mfano wetu? Injili ya Yohane sura ya 1 aya ya 1 inatufanya tuelewe kwamba Mungu ni muunganiko wa nafsi na umoja. Kwa hiyo Yohane anasema, hapo mwanzo palikuwepo neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Neno kwa Kigiriki ni logos, inamrejea Yesu aliyechukua mwili na akakaa kwetu. Rejea Injili ya Yohane sura ya 1 aya 14. Sasa tutazame mafundisho ya Utatu Mtakatifu katika Agano Jipya. Ni katika Agano Jipya mafundisho ya Mungu kama Utatu Mtakatifu yametokea. Ukweli kuhusu Mungu katika nafsi tatu katika umoja mtakatifu inaonekana katika mafundisho ya Yesu Kristo aliyesema mwenyewe kuwa yeye na Baba ni wamoja. Awali ya yote, wazo la Utatu Mtakatifu lilianza pale ambapo malaika Gabrieli alipotangaza kuzaliwa kwa Yesu. Malaika alimwambia Mariamu, Roho Mtakatifu atakushukia na nguvu zake aliye juu zitakufunika. Kwa hiyo mtoto atakayezaliwa ataitwa mtakatifu, mwana wa Mungu aliye juu. Rejea Injili ya Luka sura ya 1 aya 35. Hii ni ishara kuwa kuna umoja ndani ya Mungu. Pia sura ya 1 Injili ya Yohane kama ilivyodokezwa hapo awali
inatusaidia sisi kuelewa kwamba Yesu alikuwako kwa Mungu na alikuwa na Mungu hapo mwanzo na ni Mungu. Kusema kwamba Yesu alikuwako kwa Mungu na alikuwa Mungu inaashiria uwingi wa nafsi katika umoja. Pia Yesu mwenyewe alisema kuwa yeye ni mwana wa mtu na mwana wa Mungu katika sura nyingi za Injili. Rejea Injili ya Yohane sura ya 9:35, Injili ya Luka sura 18:31 na Injili ya Yohane tena sura ya 10:36. Ila aliwaelekeza wanafunzi wake kwamba yeye na Mungu Baba ni wamoja. Kwa hiyo aliyemwona yeye, yaani Yesu, amemwona Mungu Baba. Rejea Injili ya Yohane sura ya 14 aya 9. Aliweza kumweleza Filipo dhahiri kwamba yeye yu ndani ya Baba na Baba yu ndani yake. Ni upande huu wa umoja wa Utatu Mtakatifu ambao tunatakiwa tusisitize zaidi katika masomo yetu ya leo, ambapo somo la kwanza limeonyesha kwamba utukufu wa Mungu, ambapo tunaona Musa akipanda mlimani akiwa mbele za Mungu na Mungu mwenyewe akijifunua kwa tabia zake, yaani tabia ya huruma, neema, uvumilivu, upendo na uaminifu. Hii ni moja ya sehemu muhimu sana katika Biblia kwa sababu Mungu hafafanuliwi kwanza kwa nguvu zake bali kwa wema wake. Musa anaposikia ukuu wa Mungu anainama na kuabudu. Hapo tunaona kuwa kumtambua Mungu kweli humfanya mtu awe mnyenyekevu. Musa hakujivuna kwa kuwa karibu na Mungu, bali aliomba rehema na uwepo wa Mungu uende pamoja na watu wake, hata kama walikuwa na shingo ngumu. Wapendwa, ni wangapi leo wanamwomba Mungu kusudi awasamehe wale ambao kwa namna moja au nyingine wamepotea kiimani licha tu ya maisha magumu, shida, njaa, umaskini, kutopata ndoa, watoto, kazi na amani? Musa anatufundisha leo kupitia wana wa Israeli kwamba hata sisi leo tunaishi katika shingo ngumu, tuna mioyo migumu. Tumwombe Mungu atusaidie sana katika kuondokana na ugumu wa mioyo yetu. Injili ya leo kutoka Injili ya Yohane ile sura ya 3 aya 16 hadi 18 inazungumzia kuhusu mwana wa pekee wa Mungu. Yesu anasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye pekee, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Neno kwa maana ni daraja ya kuyaunganisha yaliyotangulia na haya yafuatayo na kuonyesha kwamba mazungumzo yaliendelea kati ya Yesu na Nikodemu. Aya hii ya 16 imewasaidia watu wengi sana kwa jinsi inavyofafanua vizuri njia ya kupata uzima wa milele katika lugha inayoeleweka. Kwanza kabisa, kwa aya hiyo tumepewa ufunuo wa jinsi Mungu anavyoukabili ulimwengu huu na makusudi yake juu yake. Mkazo hapa ni upendo wa Mungu. Mungu aliupenda ulimwengu huu na ameuthibitisha upendo wake na kuudhihirisha katika tendo kuu la kumtoa mwana wake pekee ili afe kwa ajili ya kutukomboa. Kiasi cha upendo wake kinapimwa kwa kuangalia kipawa alichotoa. Asingaliweza kutoa kipawa cha thamani sana kuliko hicho cha mwana wake mpendwa na wa pekee. Jambo hilo linasisitiza kina cha upendo wake. Asingaliweza kuupenda ulimwengu zaidi ya kumtoa huyo mwana wake mpendwa. Rejea waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 8 aya 32 na waraka pia wa Mtume Paulo kwa Waefeso sura ya 3 aya 17 hadi 19. Kumbe Mungu ameukomboa ulimwengu kwa gharama kubwa sana. Kwanza, kwa upande wake mwenyewe katika kumkubali mwana wake mpendwa aje duniani. Pili, katika mwana mpendwa kutoa maisha yake mpaka kufa, kifo kikali sana chenye maumivu mengi, kifo cha kuzifidia dhambi za ulimwengu wote, kifo cha kubeba dhambi, hatia na hukumu yake. Ni kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Hakuupenda ulimwengu kwa sababu ya ukubwa wake na wingi wa watu wake, wala kwa uzuri wake, la,
aliupenda kwa sababu ya ubaya wake mkubwa. Shabaha ya kuupenda kiasi hicho ilikuwa amwokoe kila aliye tayari kumpokea Kristo. Sehemu hii ya Injili ya Yohane inaweka mbele ya wanadamu njia ya kupata msamaha wa dhambi na uzima wa milele, njia ya kumwamini Kristo. Ni kwa kila mtu, haidhuru ni wa kabila au rangi gani, wa tabaka gani, wa hali gani, kielimu au vipi, ila kwa asiyekubali kumpokea Kristo, maana yake ni kupotea. Kwa hiyo kipawa cha uzima wa milele kimesimama katika upendo wa Mungu. Yesu anamwambia Nikodemo leo kwamba Mungu ni upendo, na kwa upendo huo alimtuma yeye kusudi ainusuru dunia, lakini siyo kuihukumu. Yesu anataka kutuambia leo kwamba tusiwe sababu ya kutoa hukumu kwa wenzetu kwa ajili ya maisha yao. Tupo wengi ambao tunaona tu mabaya na matatizo ya wenzetu, huku tukijifanya kuwa watangazaji wa maisha ya wenzetu popote tulipo. Yesu anakuambia leo, tangaza neno la Mungu, neno la upendo, amani na umoja kwa watu, kusudi wapate kuonja upendo na uzima wa Utatu Mtakatifu. Pia tuwe mfano bora wa upendo na uzima huo. Tusiwe chanzo cha kukatisha wengine tamaa ya kumfuata Kristo. Basi tutafanya haya yote kama tunaishi katika upendo, amani, umoja, tukifarijiana, tukisalimiana kwa busu takatifu, na mwishoni neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na pendo la Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu utakaa ndani yetu sote. Huu ni ujumbe mahususi ambao tunaopata katika somo la pili la waraka wa Mtume Paulo kwa Wakorintho sura ya 13 aya 11 hadi 14. Mtume Paulo anatusihi tuzingatie sifa hizo kusudi tupate neema ya Utatu Mtakatifu. Wewe ndugu yangu, leo unaishi kuzingatia sifa hizo ndani ya familia yako? Kama sivyo, kwa nini? Sasa tunajifunza nini katika sherehe hii ya Utatu Mtakatifu? Jambo la kwanza tunalojifunza katika sherehe hii ni kwamba Mungu haishi katika ubinafsi ila katika umoja. Mungu kwetu ni kioo cha umoja. Kila alilolifanya tangu uumbaji hata ukombozi amefanya yote katika ushirika. Ndiyo kusema kwamba kila Mkristo anayetaka kuwa wa Mungu sharti abandukane na ubinafsi. Dunia sasa ina machafuko mengi kwa sababu tu ya ulafi wa watu wasiopenda ushirika. Kila kitu wanataka kubinafsisha, wanaiga tabia za baba muovu, yaani Shetani, badala ya kuiga tabia za baba mwema, yaani Mungu mkuu. Jambo la pili tunajifunza ni kwamba upendo wa kweli unatudai wenza watatu. Kuna msemo wa kizamani unaodai kwamba wawili ni marafiki, watatu ni umati. Utatu Mtakatifu unatuonyesha kwamba watatu ni jumuiya. Tatu ni upendo katika ukamilifu wake na sio umati. Tatu ni namba kamilifu. Tuchukue mfano katika hali ya wanadamu. Mtu mume anapokuwa katika mahusiano ya upendo na mtu mwanamke, muungano huo wa upendo huzaa tunda la furaha ambalo ni mtoto. Upendo wa baba, mama na mtoto unapokamilika, tunaongelea mambo ya Utatu Mtakatifu. Tumeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Kama Mungu alivyo katika Utatu Mtakatifu, basi tunaweza kuwa wakamilifu katika ubinadamu wetu tunapohusiana vyema na nafsi tatu za Utatu Mtakatifu. Jambo la tatu tunajifunza katika siku hii ya Utatu Mtakatifu ni kwamba imani na fumbo la Mungu. Utatu Mtakatifu ni fumbo ambalo akili ya binadamu haiwezi kulielewa kikamilifu, lakini linafundisha kumwamini Mungu kwa moyo. Kuelewa muungano na umoja uliopo katika nafsi hizi tatu katika Mungu mmoja kwa akili za binadamu ni jambo lisilowezekana, kwani fumbo hili lapita uwezo wa ufahamu wetu. Ni Mungu pekee ndiye anayetuwezesha kulifahamu kwa njia ya ufunuo wake mwenyewe. Mtakatifu Tomaso wa Aquino aliyejaliwa uelewa mkubwa na wa hali ya juu wa mambo ya musio Mungu, katika wimbo wa kuabudu Ekaristi Takatifu anasema,
waficha umungu msalabani na ubinadamu altareni. Mafahamu yangu yanadanganya yanapokuona, nami nasadiki bila haya. Mtakatifu Thomas anashauri kwamba ukikutana na lolote ambalo hulielewi, ama katika Biblia au mafundisho ya kanisa, usiseme mambo haya hayaeleweki au yamekosewa, bali useme akili yangu ni ndogo kuelewa ukweli huu. Ndugu mpendwa, fanya juhudi kuelewa utakavyoweza. Yatakayo kushinda, inamisha kichwa mpaka chini na kusema pamoja na Mtakatifu Hipoliti kuwa nasadiki kwa kuwa sina uwezo wa kueleza. Hivyo ndugu wapendwa, leo tuhitimishe kwa kumwomba Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu ili tukirimiwe fadhila ya mapendo katika maisha yetu, kwani Mungu kwa upendo wake ametuumba na ametukomboa kwa kumtuma mwanae wa pekee kuja duniani kututafuta tuliopotea, na akaona ni vema amtume tena Roho Mtakatifu ili tutakaswe na uchafu wote, yaani tuondokane na dhambi zetu. Tushirikishane tone la upendo. Aliyekuandalia tafakari hii ni mimi Padre Revocatus Bernard, misionari wa shirika la damu takatifu ya Yesu. Ninawatakia sherehe njema ya Utatu Mtakatifu. Tushirikishane tone la upendo.